وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته فإنه قد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا. بمزانgu waja wa Allah, na wasia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema hakika wale wenye kumcha Allah mafazan, ni wenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa maana ya kumcha Allah bimtithali awamirihi wastinabi nawahihi, kwa kufanya maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake, dhahiran wa batina, kiwazi kwa maana kidhahir, na batina ndani ya nafsi ikawa unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na unaacha kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutuwafikisha kutoka katika msimu miongoni mwa misimu ya ibada, tukaumaliza mfungo sita mwezi Shawwal ambao unaitwa mfungo mosi, lakini kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala na mapenzi yake na ukarimu wake na neema yake Allah subhanahu wa ta'ala, balaghana shahra dhilqaada, ametufikisha mwezi wa Dhulqaada, nao ni miongoni mwa idadi ya ile miezi mitukufu, miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an kuwaambia waja, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu katika hiyo miezi nafsi zenu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Abi Bakara radhiyallahu ta'ala anhu akaeleza kuitaja miezi minne yote kwa mfululizo wake, akasema katika maana ya hadithi, thalathun mutawaliyat wa wahidun fard, miezi mitatu imefuatana na mwezi mmoja uko peke yake umejitenga. Akataja miezi mitatu iliyofuatana, Dhulqaada wa Dhulhijja wal Muharram, ni mwezi wa Dhulqaada, mwezi wa 11 wa Kiislamu huu tuliokuwa nao, na mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12 wa Kiislamu unaofuata baada ya huu, na mwezi wa Muharram, mwezi wa kwanza wa Kiislamu kwa hesabu ya Hijri unaofuata baada ya mwezi wa Dhulhijja. Hii miezi mitatu yote ni miezi mitukufu, miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala analipa zaidi kwa wale watu wenye jitihada katika taa na ibada. Allah subhanahu wa ta'ala analipa zaidi kwa wale watu ambao watajitahidi katika mambo ya ibada na mambo ya khairat, lakini pia kinyume chake wale al-usat,
wenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, madhambi yanakuwa ni zaidi kuliko ile miezi mingine. Na huu ndio utaratibu wa Allah, kujalia kwa waja wake baadhi ya mawasi na baadhi ya shuhur, baadhi ya ayyam, baadhi ya misimu, baadhi ya miezi na baadhi ya masiku na baadhi ya miaka, kujalia Allah katika hayo masiku au katika hiyo miezi, ama katika huo mwezi miongoni mwa miezi Allah anajalia inakuwa ni bora kuliko miezi mingine. Huu ni utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala, ili aweze kuwapendelea kheri na kuwalipa kheri zaidi waja wake. Kwa hiyo ndugu zangu, ukumbusho wa kwanza katika hutuba yetu ya leo, tunakumbushana hii miezi tuliyoanza hivi sasa, miezi mitatu yote mfululizo ni katika miezi mitukufu, miezi ambayo tujitahidi katika taa na ibada, tujitahidi katika matendo yaliyokuwa mema, kama tulivyokuwa tujitahidi katika mfungo wa Ramadhani, kadhalika katika hii miezi pia na miezi mingine inayofuata. Hiyo ndio utaratibu wetu, kwani kutia nia ya kudumu na khairat, kutia nia na qasd na irada ya kuendelea kufanya taa na ibada madumta hayyan, kwa muda ambao uko hai, ndiyo katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda kwa mja, bali ndiyo katika mambo ambayo yanasababisha Allah tabaraka wa ta'ala aingize ridha lahu lihadha al-abd, aingize radhi zake kwa huyu mja ambaye anadumu na khairati na taa na ibada kwa muda ambao yuko hai. Hakuna kinachomtenganisha kufanya taa na ibada na khairat illa al-maut, isipokuwa baada ya kufa. Ndugu zangu katika imani, hivyo basi ndio maana ikawa katika mambo ya ibada na taa Allah subhanahu wa ta'ala akaweka sharti la kukubaliwa matendo ya waja ni kuwa na niyatun saliha, kuwa na nia iliyokuwa nzuri, kwa maana ya ikhlas, kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukakusudia kufanya kwa muda ambao uko hai, ukakusudia kutekeleza matendo ya kiibada kwa muda ambao upo katika haya maisha ya kidunia, Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa ujira uliokuwa mkubwa. Wanasema ahlul ilmi, niyatul mar'i an ya'zima ala at-ta'a wal ibada wal muwadhabati ala al-khair wa ala al-a'mal as-salihah hatta al-maut. Nia ya mtu, nia iliyokuwa salih ya mja ni vile ambavyo anaazimia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kufanya taa, na anaazimia kuendelea kufanya ibada na kudumu katika matendo ya kheri na kudumu ala al-a'mali salihah, katika matendo yaliyokuwa mema, hatta al-maut, mpaka unamjia yeye umauti. Lianna al-ibadata wajibatun ala al-'abd ma dama hayya, kwani kwa hakika ya ibada na taa hili jambo ni wajibu kwa mja, ni wajibu kwa mtu kwa muda ambao yuko hai. Wa aqluhu thabitun ma'ahu yumayyizu bihi, na akili yake ikiwa ni thabit, ikiwa ana akili iliyokuwa timamu, anapambanua baina ya haki na batil, anajua baina ya zuri na baya kwa muda ambao akili yake yafanya kazi, basi mja huyo kudumu katika ibada na taa, kudumu katika awamirillah na kujiepusha na annawahi, kudumu katika maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo, ni katika jambo la wajibu kwake yeye. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, hikayatan an Isa, akihadithia akhbari za nabii wake Isa ambaye wanamuita Yusuf alayhi salam, vile ambavyo alivyokuwa akiwaambia watu wake hali ya kuwa ni mdogo. Katika maneno aliyoyasema akasema
Allah subhanahu wa ta'ala amenusia yeye, anasema wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya, na amenusia mimi Allah subhanahu wa ta'ala kudumu na ibada ya sala na kujitolea zaka, kutoa katika njia za Allah, kufanya infaq fi sabilillah katika zile amwali ambazo Allah ameniruzuku, katika kipato ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amenipa, niendelee na haya majambo madumtu hayya, kwa muda ambao niko hai. Aya ikajulisha kwamba ukomo wa matendo ya wanadamu ni pale ambapo anaingia katika maisha ya kaburi. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mlezi hatta ya'tiyaka al-yaqin, mpaka unakujia wewe umauti. Al-yaqin bimaana al-maut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-maut, muabudu mola wako mpaka unakufikia umauti. Hiyo ndiyo maana ya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Kwa maana muislamu anatakiwa ni mwenye kujitahidi, na hasa akiwa ni mtambuzi wa kujua malengo ya kuwepo kwake katika hii ardhi ni ibada. Malengo ya kuwepo kwake katika haya maisha ya dunia ni taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Malengo ya kuwepo kwake katika haya maisha ya dunia ni kujiepusha na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ndio dhambi kubwa, dhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe mja akawa ni mtu wa tauhid, akawa anajitahidi katika taa na ibada na anajiepusha na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo maana na ndiyo aghrad na ndiyo katika malengo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumbia kwayo. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka ukujie yaqin. Shekhe nani aje kusimamia msiba wake? Yule ambaye ana imani naye kwamba atasimamia kuzikwa kwake kwa mujibu wa adilla, kwa mujibu wa maandishi na dalili zilizokuja katika Qur'ani na Sunna. Yule ambaye atakayesimamia kuanzia kuoshwa kwake mpaka anaenda kuwekwa katika kaburi lake kwa mujibu wa Sunna, kama vile ambavyo amezikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake na wale wema wote waliotangulia, walikuwa wakiweka hizi tambihi na hadhari, wakiacha wasia kwa kufanyia kazi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika maana ya hadithi ambayo Mtume anasema, hawi yoyote yabitu lailataini au thalatha walahu wasiya yuridu an yusi biha illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sih. Hakuna katika mtu yoyote mu'min analala siku mbili ama siku tatu na ana jambo anataka kulisema, isipokuwa anakuwa na tahadhari ya yale majambo anayotaka kuyasema kwa kuacha wasia wake juu ya kichwa chake. Kwa maana akilala anasema maneno kisha alala, hata kama ikitokea amekufa, basi mke wake ataona kile alichokiandika katika waraka au yale aliyowaambia ndugu zake kuhusiana na yeye, kuhusiana na dhima zilizomwelekea. Hii yote walikuwa wakifanya kwa sababu wanajua amri ya taa na ibada na kuwa mtu ni msafi mpaka unapofikia umauti. Ndugu zangu katika imani, kuna baadhi ya mapote na watu walioondoka katika ar-rawafidha wa ghulati sufia, katika baadhi ya mashia wote na wale ghulati sufia katika watu wa bid'a, wao katika hii aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, wanasema ya kwamba muabudie mola wako mpaka ufike katika daraja ya maarifa, ufike katika daraja ya maarifa, kwamba ni daraja fulani na ni cheo fulani ambacho mtu anafikia, anakuwa na utambuzi wa hali ya juu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa na baadhi ya vitu ambavyo ni tofauti na watu wengine,
wanaitakidi kwamba mtu akishafikia hii hali basi anaweza kufanya taksir katika ibada, anaweza akaacha baadhi ya majambo, kwa sababu Allah anasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, maana hatta ya'tiyaka al-ma'rifa. Kwa hiyo kufikia hii hali wanasema tasqutu lahu at-takalif wal-awamir wan-nawahi, yanaporomoka kwake yeye zile takalifu za kisheria ikiwemo sala na taa, yale maamrisho na makatazo, bali anaweza akafanya anachokitaka. Fahadha tafsirun fasid vazihun batil, hii tafsiri ni fasid, ni tafsiri pondofu na ni tafsiri ambayo ni ya batili. Bali masahaba radiyallahu ta'ala anhum kanu a'rafa an-nas billah wa a'lamahum bihi subhanahu, ma'a dhalika kanu a'bada an-nas وأكثرهم مواظبة على الخيرات والأعمال الصالحة حتى توفاهم الله. مصحابة ومنبي bali na mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa wakimjua zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na hivyo manabii wa Allah na mitume na wale waliowafuata wao katika masahaba walikuwa abada nnas, walikuwa ni watu wa ibada zaidi kuliko mtu mwingine yeyote. Wa aktharahum muwadhabatan ala alkhairat, na walikuwa wanadumu zaidi na khairat hata almaut, mpaka wanaingia katika makaburi yao, ikiwa wao ndio walikuwa wakifanya jitihada hizo. Mfano mdogo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, pamoja ya kuwa alisamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alimsamehe yale aliyoyatanguliza katika madhambi na yale ambayo atakayoyafanya baadaye. Kila alichokifanya Allah amemsamehe na amemhesabu ni katika watu wa janna, bali ni katika vipenzi vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ni Khalilullah, ni kipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maadhalik, pamoja na hivyo alikuwa akisimama tahajjudan, alikuwa akisimama katika sala za usiku, hata tafkura qadamaa, mpaka mapaja yake yanajaa yanavimba, kisimamo kirefu akiswali ibada za usiku Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivyo hivyo katika mambo ya kujitolea hakuwahi kuombwa Mtume faqala la, akasema hapana sina, bali wakati mwingine ikiwa ameombwa hana, anajisikia vibaya atatoa majibu gani. Alikuwa ni mwingi wa kutoa, la yakhsha al-faqr, haufii ufakiri, kwa sababu kile anachokitoa anahesabu ndiyo hazina, amehifadhi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja ya kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ameshamuandalia maisha. Lakini masahaba radiyallahu ta'ala anhum, ilifikia zama Mtume alikuwa akiwataja kwa majina yao: Abu Bakar fil janna, Abu Bakar ni mtu wa peponi; Umar fil janna, Umar ni mtu wa peponi; Uthman fil janna, Uthman ni mtu wa peponi; Ali ibn Abi Talib fil janna, Ali ibn Abi Talib ni mtu wa peponi. Akawa anawataja kwa majina yao, na wao hali ya kuwa wanajijua sisi ni katika watu wa janna. Pamoja na hivyo hawakuwa wavivu katika taa na ibada, hawakuwa wavivu katika mambo ya khairat, walikuwa wakijitoa zaidi, walikuwa kipaumbele katika kila aina ya khairi, bali mpaka Mtume akasema kwa zile jitihada zao na ibada zao wale watakaokuja baadaye, falau anfaqa ahadukum mithla uhdi dhahaban ma balagha muddi ahadihim wala nasifa, au kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lau kwamba atatoa mmoja wenu mfano wa mlima wa Uhud dhahabu tupu, akatoa fi sabilillah, akatoa kwa ajili ya Allah, akakusanya amwali ambazo alizichuma miaka nenda miaka rudi, miaka kibao alijiwekeza mapesa mengi, akatoa lillah yote aliyokuwa nayo, hafikiri kile alichokitoa sahabi muddi moja wala nusu muddi. Muddi ni ujazo wa mikono miwili na nusu muddi ni ujazo wa mkono mmoja. Kwa ile ikhlasi yao na nia yao iliyokuwa nzuri, nia yao iliyokuwa safi, irada yao iliyokuwa ni khalis, iliyokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kufikia mtu mwingine yeyote. Walikuwa wakifanya jitihada katika taa na ibada. Kwa hiyo ingekuwa hivyo basi hawa ndio wangekuwa wa mwanzo katika kufanya tafsiri katika mambo ya
taa na mambo ya ibada. Ndugu zangu katika iman, almudawamatu ala taa wal ibada, kudumu katika taa na ibada mpaka unakufikia umauti, kudumu katika khairat mpaka unakufikia umauti, kujitahidi katika mambo ya kiibada, mambo ya kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mengineyo mpaka unapokufikia umauti, ndiyo msimamo uliokuwa sawa sawa, kwani Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wale wenye kudumu na taa na ibada mpaka umauti maisha yaliyokuwa mazuri ya amani na utulivu katika hii dunia yetu, lakini maisha ya saada na maisha ya kudumu yaliyokuwa mazuri fi dari naim, katika nyumba ya neema, nayo ni maisha ya peponi. Ndugu zangu katika imani, kuwa na msimamo ni almudawamatu ala alkhairi wattaa walibada, ni mja kudumu katika khairi ambazo anazozifanya na kudumu katika taa ambazo anazoziendea na kudumu katika ibada ambazo anazozifanya kila siku. Hii ndiyo maana ya kuwa na msimamo. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwachukia wale ambao walikuwa wanadumu katika mambo fulani ya kiibada kisha baadaye wanakuja wanaacha. Alimwambia siku moja Abdullah ibn Umar, akamwambia, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu min al-layli fataraka qiyama al-layl. Abdullah, usiwe mfano wa mtu fulani. Alimhifadhi kwa jina, alikuwa kawaida yake asimama usiku anaswali, ilikuwa akubali ipite usiku bila ya kuswali walau rakaa moja witr, na hiyo ndiyo muislamu anatakiwa awe hivyo. Ukipita usiku akubali kulala kuanzia usiku mzima mpaka asubuhi bila ya kuswali tahajjudan qiyam al-layl au witr kiuchache. Akamwambia sasa ameacha, la takun mithla fulan, usiwe mfano wa mtu fulani, kana yaqumu min al-layl, alikuwa akisimama usiku kusali, fataraka qiyam al-layl, akaacha kisimamo cha usiku. Hakadha kunna ya ikhwata al-muslimin fi baadhi mawasim al-ibadat minha fi Ramadan. Hivyo ndivyo tulivyokuwa katika baadhi ya misimu ya ibada, miongoni mwayo katika mfungo wa Ramadhan. Tulikuwa hatulali usiku isipokuwa tunaswali tahajjudan qiyam al-layl, tarawih. Baada ya Ramadhan ukiuliza nani ambaye aliyekuwa anaswali usiku baada ya Ramadhan, unaweza ukakuta ahadun minan nas, ni mtu mmoja mmoja. Kwa hakadha tunadumu katika taa na ibada katika wakati kisha tunaacha baadaye. Hili jambo ni la hatari sana, na hili jambo halipendezi katika Uislamu, bali maana ya kuwa na msimamo ni Muislamu kudumu na taa na ibada, ajichagulie baadhi ya ibada akawa ni mwenye kuendelea nazo na kudumu nazo. Swala ya tarawih katika mwezi wa Ramadhani ndio tahajjud na ndio qiyamul layl katika masiku ya kawaida. Hivyo ilivyokuwa wasali Ramadhan, ndivyo ambavyo watakuwa usali kila usiku kwa muda ambao uko hali, tena kiuchache rakaa moja uswali kisha ndo ulale. Ukihisi kama sitaweza kuamka au kama umeamka umechoka sana, uswali hata rakaa moja kisha ndo upumzike. Hiyo ni kiuchache wa Waislamu ambao waliokuwa ni kamil al-iman, lakini kukosa kabisa ni katika mapungufu na ni katika kupunguza ule msimamo wako katika taa na katika ibada. Hakika wale ambao wamesema rabbuna Allah, mola wetu sisi ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakadumu katika ibada na taa, kisha wakajitahidi katika mambo ya khair kwa muda ambao wako hai, hawakuwa wavivu na taksiri katika ibada na taa. Thumma istaqamu, wakadumu na ibada ya sala, wakadumu na ibada ya zaka, wakadumu na ibada ya sadaqa, wakadumu na kila aina ya wema, wakadumu katika kuwafanyia
kuwafanyia wema wazazi, katika kuishi vizuri na majirani, kufanya miamala na watu kwa uzuri, kujiepusha na dhulm, kujiepusha na shirk, kujiepusha na kila aina ya maasi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tatanazzalu alayhimul malaika, watu wa sampuli hii huwateremkia wao malaika siku ya kufa. Ukiwa anaondoka katika haya maisha ya dunia, pale ambapo anakufa wanamteremkia yeye malaika sehemu ya khatiri, sehemu ambayo Waislamu wale ambao wanashuhudia watu wanavyokufa wanaona wakati mwingine mtu ile sakaratul maut inamchukua siku 3, 4, 5 mpaka wiki, bado yuko katika kilevi cha umauti. Na hivyo basi ni kulingana na yale aliyokuwa akiyafanya, mazito anayokutana nayo, maumivu anayokutana nayo, ikiwa anamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ahlul istiqama, watu wa msimamo, watu wa taa na ibada, wakiwa katika hiyo hali, kwanza inakuwa ni kwa haraka zaidi, lakini malaika wanawateremkia wakiwapa maneno ya bishara, alla takhafu wala tahzanu, msiogope, msiwe na huzuni, msihofie. Alla takhafu wala tahzanu, msiwe na hofu na wala msihuzunike. Tena Allah anawaambia, waambieni wabshiru bil janna, wapeni bishara njema ya pepo, allati kuntum tu'adun, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi kwamba nyinyi hivi sasa mkifa ni katika watu wa peponi. Ndio utakuta mtu anakufa yuko katika hali nzuri, hayuko katika hali ya ghafla sana, hayuko katika hali ya wasiwasi, hayuko katika hali ya kutisha, bali zile alama za khair zinadhihiri katika uso wake muda wa kufa. Ima anatirizika jasho jembamba, au anakufa anatabasam, au anakufa viungo vikiwa viko hivyo hivyo, akakamai kupitiliza. Alama za khair zinaanza kudhihiri ikiwa anaelekea katika maisha ya barzakh, baada ya kuona zile bishara na maneno mazuri kutoka kwa malaika wakimweleza yeye kwa vile ambavyo alivyokuwa anaishi katika haya maisha ya dunia. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, wapeni bishara njema ya pepo ambayo mmeahidiwa. Nahnu awliyaukum bil hayati dunya wa bil akhirah, wanawaambia sisi ndio wasimamizi wenu, sisi ndio wasaidizi wenu, sisi ndio watu wenu wa karibu katika haya maisha ya dunia na akhira. Tutakuwa pamoja na wewe katika maisha ya kaburini, lakini huko unakoelekea. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, na mna nyinyi yale ambayo nafsi zenu zinatamani. Walakum fiha ma tad'un, na mna nyinyi kila ambacho unakihitaji mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni bishara njema kwa wale watu ambao watakuwa ni wenye kudumu na khairat na wakaendelea na taa na ibada hata limaut. Kwa ndugu zangu katika imani, jambo la taa na ibada tujitahidini katika hii miezi mitukufu hasa, lakini katika miezi mingine pia tusikatishe baadhi ya matendo ambayo tuliyokuwa tunayafanya, baadaye ukapatwa na uvivu ukayaacha kufanya. Hivyo ni katika alama ambazo sio alama nzuri kwa Muislamu. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathiran mazida. Amma ba'd, ndugu zangu wa Allah, tujitahidini katika ibada na taa na kutia nia iliyokuwa nzuri katika matendo ambayo tunayoendea siku zote, kwani nia iliyokuwa nzuri ndiyo yasababisha tupate ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuwa mkubwa. Bali kwa nia iliyokuwa nzuri, wakati mwingine mja analipwa kabla hajaliendea hilo jambo, na kudumu na mambo ya taa na ibada, ukawa ni mwenye kudumu nayo bila ya kuacha, inapelekea kwa muda ambao utafikia hali ya ajzi, katika hali ya kushindwa kufanya baadhi ya majambo, ima kwa kuporomoka kiuchumi au kwa kudhoofika viungo. Mathalan, mtu alikuwa ni mtu wa kujitolea sana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikafikia kipindi akashuka kidogo kiuchumi, kukapungua kule kutoa kwake,
Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kumlipa kuwa ni mtu wa kujitolea hata al-maut, mpaka anakufa. Hivyo mtu alikuwa katika ibada na taa akidumu nazo, hivyo akawa ni mwenye kuendelea. Baadaye kulingana na afya akadhoofika kutokana na ajzi, akawa anashindwa kuyafanya baadhi ya majambo. Allah subhanahu wa ta'ala yaktubu lahu sahihan, anamwandikia kana kwamba yuko mzima wa afya, tena amilan bih, hali ya kuwa anayafanya hayo matendo ambayo alikuwa akiyafanya. Lakini kufanya kwa kudonoa kunapelekea baada ya kuwa una ajzi, ndiyo malipo yanakatikia hapo. Ndugu zangu katika imani, bila ya kukatazika nayo, bila ya kujiepusha nayo, weka huo utaratibu wa kufanya hivyo. Ndugu zangu katika imani, fi sabili mithali, mfano kuna wachuoni wakieleza kwa baadhi ya Waislamu ambao yeye kuanzia min al-bulugh ila al-an, kuanzia amefikia baligh mpaka hivi sasa hajawahi kukosa rakaa mbili kabla ya sala ya al-fajr. Hajawahi kukosa rakaa mbili kabla ya sala ya al-fajr, rakaa mbili ambazo Mtume sallam asema khairun min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kuliko dunia na vilivyomo kwa ujira wake. Sasa ikiwa rakaa mbili za al-fajr ujira wake unaoupata kwa Allah ni bora kuliko dunia na vilivyomo, fama balu rak'atay al-fajr, vipi itakuwa kwa zile rakaa mbili zenyewe za swala yenyewe ya al-fajr? Ikiwa sunna kabla ya sala ya al-fajr ni bora kuliko dunia na vilivyomo, vile utakavyopiga mfano kwa watu wa starehe wa dunia, vile utakavyopiga mfano kwa wale ambao wanaenjoy na kustarehe na kutamatta na dunia, vile ambavyo wanavyoishi wanavyotaka, vyapitwa na rakaa mbili za sunna kabla ya sala ya al-fajr. Vipi rakaa mbili zenyewe za sala ya al-fajr? Taban sio maksudio huko, lakini maksudio yule ambaye ameweka ni kudumu nazo hizi, ikatokea bahati mbaya siku moja amechelewa hakuisali, wanasema fayusalliha baada salati al-fajr sari'an, atasali kuzilipa rakaa mbili zake baada ya sala ya al-fajr kwa uharaka, ikiwa ni mtu ambaye wadhaba alaiha, alikuwa ni mwenye kudumu nazo kwa muda ambao ni sahihu, yuko mzima wa afya na anaendelea na hivyo, ikatokea ni bahati mbaya, basi atazilipa baada ya sala ya al-fajr kwa uharaka kwa yule ambaye ni wadhaba alaiha. Hii kuonyesha kwamba kudumu na hizi baadhi ya ibada na taa kuna ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala uliokuwa mkubwa, bali wakati mwingine mpaka katika wakati al-mahdhur inajuzu kwako kulipa au kuziba lile pengo ulilolikosa kwa ule umuhimu unaoutilia kupitia hizo ibada na taa. Kwa ndugu zangu katika imani, tujitahidini sana kudumu na hizo ibada na taa, kwani kudumu nazo kunapelekea tuendelee kupata ujira hata kama ikiwa ni hali ya kushindwa na ajzi. Tumalizie kauli ya mwisho ya al-Imam wasiya wa al-Imam Ahmad, Imam ahli sunnati wal jamaa, Imam ad-dunya, maneno ambayo aliyasema kuhusiana na miongoni mwa masharti ya kukubaliwa matendo yetu sisi, akitoa wasia kwa mwanaye Abdullah alivyomuuliza au alivyomtaka wasia, niusie baba yangu. Al-Imamu Ahmad akamwambia, ya bunayya inni al-khayra fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita khayra. Ya bunayya inni al-khayra fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita khayra, ewe mwanangu, nuia kufanya khairi, nuia kufanya khairi kwa muda ambao uko hai, kwani hakika yako wewe la tazalu bi khair, hautaacha kuwa katika khair, hautaacha kuendelea kuandikia khair, maana waita khaira, kwa muda ambao umenuia kufanya khair.
Kuna baadhi ya vitu umenuia kuifanya kila siku ukawa wavifanya, unaendelea kulipwa hivyo unafanya mpaka ukifikia stage umeshindwa kufanya kwa hali, umeshindwa kufanya kwa ajzi, umeshindwa kufanya kwa kuporomoka. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kukulipa kwa muda ambao na waita khaira, ulinuia kufanya hiyo khairi na ukawa ni mwenye kuifanya. Isiwe umenuia kufanya khairi halafu umenuia tu alimradi. Allah subhanahu wa ta'ala alamu bina, anatujua vizuri sisi. Kwa muda ambao umenuia kufanya khairi ukawa unaendelea kufanya hizo khairi, Allah anakulipa khairi kwa vile ambavyo umenuia mpaka unaingia katika maisha ya kaburini. Ibn Muflih akasema maneno, akasema fayalaha min wasiyatin adhima min abin mushriqin libni hawat khaira dunya wal akhirah. Uzuri ulioje, ukubwa ulioje wa huu wasia uliokuwa mkubwa kutoka kwa baba mwenye akili, kutoka kwa baba mpambanuzi, kutoka kwa baba ambaye ni mwenye uwazi zaidi, libni hii kwa mtoto wake, hawat khaira dunya wal akhirah, wasia ambao umekusanya khairi za dunia na khairi za akhira. Kwa ndugu zangu katika imani, na wahusia sana tujitahidini katika hii misimu, hasa hii misimu iliyokuwa mitukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kunuia khair na kuendelea kufanya khair, lakini kujitahidi katika taa na ibada, kujitahidi katika mambo ya kujitolea bi sabilillah, kujitahidi katika kila amali khair, katika kila aina ya jambo la khair ukawa unalifanya ili tuweze kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ili tuweze kupata ujira uliokuwa mkubwa. Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Enyi ambao mlioamini, mrukuu na msujudu, muabudieni Mola wenu mlezi na fanyeni kila aina ya khair, fanyeni kila aina ya khair la'allakum tuflihun, ili muweze kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe kudumu katika taa na ibada, lakini tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie tauba zetu na atusamehe makosa yetu.